Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nimekuja ukumbini, nimekuja hewani kwa muda mfupi sana. Sitaki hii video iwe ndefu. Nataka nifanye tu video fupi katika kuelezea kuhusu mambo yametokea ya ule mzee wa Kidigo anapoelezea kuhusu uwasili wa Mswahili. Kwa Mswahili uwasili wake ni kuzalikana baina ya Mwarabu na Mijikenda. Kwa hivyo bila kwenda mbali, sitapoteza wakati, ningetaka tu kumuuliza mambo machache na anifahamishe, alafu tutarudi tena hapa tutakapokuwa na nafasi kuyazungumza mengine mengi. Kwa sababu tayari yashazungumzwa na wanahistoria. Bakathiri ameelezea alivyoelezea, na Star ambaye kigogo cha historia ya Uswahili na Waswahili East African Coast, Stambuli wa Sheikh Abdullah Nasir ashaelezea kwa urefu. Hatuna mengi ya kuongezea zaidi ya pale. Ni machache tu ambayo tunataka kuyazungumza na kueleza. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, nataka mzee wa Kidigo atuelezea kwamba ilikuwaje. Ibn Battuta alikuja 1331 katika kitabu chake In Black Africa. Anaelezea kwa kuwa kilima cha Kiswahili ndipo kilipotokea. Ni wakati huyu traveler kutoka Morocco Ibn Battuta alipokuja East African Coast, alipofika Mogadishu, akawaona Wabarawa na Wabajuni wako ndani ya maji, akasema hadha ahlus sahil. Ndipo mwanzo wa kilima cha Kiswahili kilipoanzia. 1331, chukua hiyo hesabu. Alafu kwenye kitabu cha Ngala, kama unataka kukiona kitabu kiko hapa. Alafu katika kitabu cha Ngala, nacho ni hiki, ameelezea Ngala ya kwamba wazee wao wamesema walikuja hapo miaka 300 iliyopita. Wakati amesema haya 1949. Fanya hesabu, ni zaidi ya miaka 270 na alipokuja Ibn Battuta akatemka kilima Swahili, na ndio mwanzo wa kilima Kiswahili kutemkwa na kutumika. Wakati huo walikuwa watu wanajulikana kama Wabanadir, walikuwa wanajulikana kama Wabajuni, Wabarawa na mengine. Wengine wanasema Wangozi, wengine wanasema Wagunya, wengine wanasema Watiku. Kila mtu anasema vile anavyosema yeye. Anyway, so tufanye hesabu. Ibn Battuta alikuja mbele hata kuwashinda hawa. Hatuzungumzi historia ya walokuja mwanzo kabla ya wao. Hayo ni swali la wakati mwingine, na tayari wenzetu washazungumza hayo. Tunazungumza tu kumueleza ikiwa historia yao ya uandishi asilia ni kwamba walikuja miaka 1649 kulingana na hesabu ya Ngala mwaka aliyotupatia. 1649 ndipo walipokuja. Lakini Ibn Battuta alikuja 1331. Ina maana alikuja miaka 270 na mbele kuwashinda wao, ndiye akatemka kilima Swahili. Kwa hivyo kilima Swahili kilikuweko kinatumika na lugha ilikuwa inazungumzwa from that time mpaka waje wao miaka 270 na baadaye. Kisha ilikuwaje ikawa kuzaliwa Mdigo? Kwa kuja Mdigo na Mwarabu kuoana ndio kuzaliwa Mswahili, na nataka nipatie jibu kutoka hapo. La pili nitakalo kulisema ni kwamba hakuna watu ambao wametawaliwa wakakubali kutawaliwa katika ulimwengu huu. Waliofaulu kujitoa katika ukoloni walifaulu, na ambao hawakufaulu mpaka leo idha wanapigania watoke katika ukoloni ama bado wanaendelea na masikitiko ya kuwa wao wanajiona bado wako kwenye ukoloni. Sawa na sisi watu wa pwani tunapojiona kwamba taifa letu liliibwa, na alosababisha liibwe nani? Nataka kumjulisha huyu mzee. Alosababisha liibwa ni delegate ya Wadigo, ndio iliandika barua kumpelekea Robertson kumwambia kwamba sisi hatutaki pwani iwe huru ama ipewe autonomy, tunataka iingizwe Kenya. Kweli mtu ambaye ana kwao ambapo ni kwake imekuja imetukuliwa, leo akiulizwa atakapo uhuru wake atasema ya kwamba sinipatie mimi uhuru, niingiza na wale wageni waliokuja, wale ndio wawe watatutawali sisi. Kweli? Labda awe ni mtu mjinga sana basi. Labda awe ni mtu mjinga sana. Mimi sielewi hiyo logic, nataka nifahamishe. Ushahidi uko wa maandishi na kila kitu. Ni delegate ya Wadigo ndio ilienda kudai kumwambia Robertson kwa kuwa msitupatie uhuru pwani na msitupatie autonomy, pwani iingize Kenya fully.
Kwa sababu ya nini? Kwa sababu haya wanayodai leo. Ikiwa ilikuwa pwani iko huru, hawangeweza kusimama wakasema ya kwamba Waswahili wamezalikana na Wadigo na Waarabu kuoana. Hawangeweza kufanya hivyo, lakini leo waweza kusema kwa sababu halitawadhuru kinjia zingine, kwa sababu pwani haina uhuru wake. Na ni kwa sababu ya kusema isipewe uhuru na isipewe autonomy. Pwani isipewe autonomy ni kwa sababu si yao. Kama alikuwa ni yao, hawangekubali. Huo ni ukweli wa mambo. Ama aje mbele atuelezee kwa nini wazee wao walifanya hivyo, na wao hawajaandika barua kuikanya ile andikwa na wazee wao. Wamebadilisha mawazo, hawajabadilisha mawazo kuhusu yaliyotokea. Kwa hivyo si mengi ambao nataka kuzungumza katika hii audio, lakini nataka nipatie majibu katika haya maswali. Mwenye kwao hakubali kutoa kwao ampatie mtu mwingine. Sababu walivyofanya ni kwamba wanajua pwani si kwao. Walikuja kuna wenyewe pwani. La pili ni hilo, atupe hiyo hisabu haifanye. Kilima Swahili kililetwa na Ibn Battuta na 1331. Wao walikuja 1649. Ilikuwaje tena?